Kuna dunia sasa hivi vita zimekuwa ni uchumi. Yani vita sasa hivi zimekuwa kuna kitu kinaitwa vita vya kiuchumi duniani. Sasa vita vya kiuchumi tunasema ni mkakati wa kuweza kutawala masoko na ni mkakati wa kuweza kutawala maeneo fulani fulani ya kimkakati, kuweza kuona ushawishi kwa dunia nyingine. Sasa anachokifanya Trump kinaweza kinaathiri dunia kwa sababu Marekani taifa kubwa. Na tunapozungumzia Marekani, watu lazima waelewe ni kwamba Marekani duniani ana kazi kubwa 4 za msingi. Kazi ya kwanza tunasema ni kuhakikisha kwamba dunia inakuwa mahali salama zaidi pa kuishi. Kazi ya pili ni kutengeneza kitu ambacho kinachoitwa balance of power, kuwa na uwiano wa mawanda kimamlaka. Kazi ya tatu ni kuhakikisha kwamba wanaweza kufikia malengo yao ya msingi ya kiuchumi. Na hapa kuna malengo ya kiuchumi, wanaweza kutumia soft power kama nguvu nyepesi, diplomasia, biashara, negotiation, au wanaweza kutumia hard power, kutumia vita au vikwazo, sanction. Lakini vile kazi nyingine tunasema ni kuhakikisha kwamba dunia inakuwa mahali salama zaidi pa kuishi. Sasa anachokifanya Trump ni kutangaza vita vya kiuchumi dhidi ya Marekani na dunia. Na kwa nini amefanya hivyo? Kwa sababu lazima tuiangalie dunia na mabadiliko yake ya kisiasa za kiushindani. Dunia sasa hivi imeingia kwenye kitu ambacho kinachoitwa tunaita global power shift, yani kuhama kwa nguvu za mamlaka ya kidunia. Kuna ulimwengu, kuna kitu kinaitwa international order, yani utaratibu wa kimataifa, ambao utaratibu wa kimataifa unaongozwa na demokrasia na haki za binadamu. Sasa hii international order imekuwa ikihama kutoka magharibi kuelekea mashariki, na watu ambao wanaongoza hii ungwe ni taifa la Urusi chini ya Vladimir Putin, taifa la China chini ya Xi Jinping, na mataifa kwa mfano ya India. Na ukiangalia dunia katika nchi za Pacific Ocean na nchi za Asia, ni nchi ambazo kimsingi zina watu wengi, zinaunda karibia watu 60% ya watu duniani. Na hizi nchi za mashariki zimekuwa zinaunda kwa mfano nchi za BRICS, nchi ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi duniani. Kwa sasa Trump vivyo na hofu dhidi ya ushawishi, tunasema kuna kitu kinaitwa hegemonic power, yani uwezo wa nguvu kushawishi sera za kimataifa, siasa, diplomasia na usalama. Sasa kitendo cha Trump kupeleka vikwazo au ushuru kwa dunia, cha kwanza ni kwenda kulinda viwanda vyake vya ndani, kwa sababu Marekani wamekuwa wakitegemea kwa kiasi kikubwa na kununua bidhaa kutoka kwa mfano nchi kama China, na nchi ya China bidhaa zao ukitazama zimekuwa zina gharama nafuu kuliko maeneo mengine. Sasa Marekani wamekuwa hawanunui bidhaa za ndani, wananunua bidhaa za nje. Sasa inapelekea vile vile viwanda vya ndani kukosa ushindani dhidi ya viwanda vya nje. Kwa hiyo sera ya Trump ni kuweza kulinda viwanda vyake vya ndani na wafanyabiashara wake wa ndani. Ndio maana kwa mfano katika mpango wa jana, nchi ambazo zilipewa ushuru wa 10% zote zimesimamishwa kwa siku 90, lakini China peke yake wataendelea kupata ushuru kwa 125%. Na kwa nini wa Marekani wamekuwa na waogopa wa China? Nilisema asubuhi na mtei hapa, ni kwamba China wana mpango mmoja unaitwa Chinese Dream. Hii tunasema ni ndoto ya China, maono ya China, matarajio ya China. Huu ni mpango wa miaka 100 ambao ulianzishwa mwaka 1949, utatimia mwaka 2049. Mpango huu umeanza kutekelezwa chini ya Mao Zedong alipofanikisha mapinduzi mwaka 49, ukachukuliwa na Deng Xiaoping mwaka 1978, sasa hivi unaendelezwa na Xi Jinping. Kwa ni mpango ambao China wanataka wakifikisha miaka 100 ya anniversary yao ya kusherehekea mapinduzi ya komunisti ya China tokea mwaka 1949 mpaka mwaka 2049, wanataka China waweze kutawala kiuchumi, kisiasa, teknolojia, diplomasia. Leo hii Afrika 75% wanategemea bidhaa za China ukitazama. Leo hii nchi za Ulaya wanaitegemea China. Kwa Trump ana hofu dhidi ya ndoto ya China. Lakini vile hizi nchi kubwa tunasema zina sera na mipango kimsingi wamekuwa wanaongoza. Marekani wana ndoto, Urusi wana ndoto, India wana ndoto, China wana ndoto. Sasa ndoto ya China imeonekana kabisa kwamba inatimia kwa haraka kwenda kupunguza ushawishi wa Marekani katika dunia. Kwa hiyo na mnapoenda kwenye meza mazungumzo, unahitaji kuwa na kitu ambacho kinaitwa negotiation power. Yani lazima uwe na nguvu za ushawishi ambao zinawatisha wengine kupata kile ambacho wewe unachokitaka. Sasa kwa kumalizia, hii ni muhimu. Sasa kwa anachofanya Marekani ni kwamba ni kuiambia dunia wakae kwenye meza mazungumzo
kuweza kufikiria maslahi yake ya kimkakati. Mimi kwa mwanzo kuswa Angola, mnakumbuka? Tumefika China sisi. Tuko tunazungumza mambo ya Angola. Mchambuzi mwandamizi katupa somo kubwa sana. Kaondoka akatupeleka hadi tunaomba wewe unapeleka Marekani ndio mwenyewe swali lako limeenda kwa Marekani. Mimi sawa, nisibishane na wataalamu. Tukirudi tulikuwa tunazungumza kuhusu mahusiano ya Tanzania na Angola. Hivi karibuni tuliona kwenye mitandao ya kijamii ripoti ya baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa walizuiwa kule Angola, walikuwa wameenda kufanya mkutano. Kwenda kwenye ziara ile Mheshimiwa Rais pengine inaweza ikarejesha, kwa sababu ni kama kulikuwa kuna picha isiyokuwa nzuri sana kwamba kwa nini wamefukuzwa, na si wa Tanzania tu, baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani kutoka mataifa mbalimbali. Ziara hii inaweza kaa imeenda kubadilisha chochote kwenye mtazamo wa watu kuhusu Angola. Kwanza sidhani kwamba lile tukio lilivyotokea kama ilileta mgogoro wote wa kidiplomasia wa kisiasa kati ya Angola na Tanzania. Hatukuliona hivyo kwa sababu kwa kawaida kukitokea mgogoro wa kidiplomasia tungeona labda balozi wa Angola akiitwa na Wizara ya Mambo ya Nje atoe ufafanuzi, au Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania ikitoka na kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo nadhani kama kulikuwa kuna issue yoyote waliweza kuisort, tunasema behind closed doors, nje na ni nyuma ya pazia. Kwa sidhani kama iliweza kuvuka ikawa issue kubwa. Kwa nadhani mpaka rais anaenda, sidhani kama hiyo issue ilikuwa tayari iko mawazoni mwa nchi zetu mbili. Haya, asante kwa kuendelea kukaa hapa pamoja na sisi. Naona kampani yenu kupitia ukurasa wetu wa YouTube hapa. Tuko na rafiki zetu wengi ambao wanaendelea kukaa hapa pamoja na sisi, na wao pia wakila zao elimu. Sababu hii leo ni elimu, manufaa hayo na mambo mengine kama hayo. Tukiwa tunamaliza, nini sasa tutarajie kwa ujumla wake kuhusu ziara ambazo zinaendelea kufanyika na zifanya Mheshimiwa Rais katika nchi mbalimbali? Tutegemee nini kama Tanzania? Sasa hivi sera inayotuongoza kwenye diplomasia ni diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo natarajia kwamba safari nyingi za Mheshimiwa Rais kwenye nchi mbalimbali zitalenga kufungua milango ya kiuchumi, sio tu ya nchi lakini ya wananchi wake. Nadhani ndio maana tumeona kwenye ziara hizi nyingi Rais alikuwa ametembea pia na wafanyabiashara wa Kitanzania ili nao waweze kuona fursa ambazo zilizopo huko nchi zingine. Kwa hiyo natarajia ziara hizi ziendelee, lakini zitalenga zaidi masuala ya kiuchumi. Na sasa hivi nadhani tunaingia kwenye wakati wa uchaguzi, kwa huenda safari za nje zitapungua kwa muda wakati tunaelekea kwenye kipenga cha uchaguzi. Lakini na imani Mheshimiwa Rais kama Mungu akimjalia kuweza kushinda ngwe ya pili ya uongozi wake, basi ataendeleza sera hiyo ya uchumi, diplomasia ya kiuchumi, na kuendelea kujaribu kufungua milango ya kiuchumi kwa ajili ya Tanzania. Basi ni Thomas Kibwana akitoa mtazamo wake kwa jicho la kidiplomasia. Jicho lake la kidiplomasia sio sawa na jicho langu. Kila mtu anatazama jambo lake kwa nini. Unataka kusema chochote? Unataka niseme? Karibu kwa dakika moja. Nimeona umekaa kama unaitafakari jambo. Yes, na mimi nafikiri kumalizia ni kwamba Tanzania tuna ushawishi wa kihistoria, lakini Tanzania vivyo tuna ushawishi wa kijiografia. Lakini juzi nilikuwa natazama mechi ya Simba na wale Waarabu kisa. Nikawa mimi kama mchambuzi sana mfuatiliaji diplomasia, nikasema kwenye mchezo unaona diplomasia. Nikasema Tanzania vile ina ushawishi sasa hivi wa michezo, kama ni soft power. Kwa hiyo kama tukiweza kutumia jiografia yetu vizuri, idadi yetu ya watu sawa na historia yetu, tukiunganisha Simba na Yanga na michezo hii, tunaweza tukafikisha ajenda nyingi sana duniani na tukavutia watu wengine. Yes. Hii inahitaji mjadala mzito sana. Namna gani Tanzania inaweza ikatumia hizi timu za Simba na Yanga kuweza kufanikisha na kufikisha maslahi mapana ya taifa letu, kwa sababu kwa mfano nilikuwa naangalia mechi ya juzi ile, mamilioni ya watu wa Afrika wakiwa wanatazama. Kwa ni kwamba ajenda zetu, maslahi yetu, ushawishi wetu, diplomasia ya uchumi, utalii wetu kwa mfano, nafasi yetu duniani inaweza ikauzwa. Kwa hiyo Tanzania ina nafasi kubwa zaidi ya jiografia yetu, historia na diplomasia ya michezo sasa hivi. Basi tuishia hiyo, nitamuita siku nyingine Mchungu, tutazungumza naye. Asante sana Thomas Kibwana, asante sana. Naamini watu wamejifunza mengi kupitia hilo. Asante pia kwa Mchungu. Anakuja hapa Abel Kilumbu kwa ajili ya news.